Habari za jioni kanisa. Habari za jioni. Basi nipende kutumia muda huu kuwakaribisha wote katika ibada ya jioni ya leo, katika mwendelezo na katika miisho kabisa ya juma letu la uwakili, maisha ya mafanikio, juma ambalo limekuwa likiendeshwa na mchungaji Semba tangu siku ile ya Jumamosi. Karibuni sana ambao mnatufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali. Mungu amekuwa ni mwema sana, maana ni kwa fadhila zake na kwa rehema zake ametufikisha katika siku ya leo, siku ya maandalio, tukiwa mgeni wetu Sabato. Basi ninayeongea mbele yenu ni mwenyekiti katika ibada hii ya leo. Ninaitwa Richard Christopher, lakini ambaye atatuletea ombi maalum ni mkuu wa idara msaidizi ya uwakili kanisa la Magomeni, Mr. Mngumi. Natambua pia Joyce Nikanori atatuhudumia mara tu baada ya ombi la ufunguzi. Niwakaribishe sana katika ibada yetu jioni ya leo. Basi kwa kufungua kipindi chetu jioni ya leo, tutasimama wote na wimbo wetu katika juma hili, wimbo namba 149. Nimkaribishe hapa mwimbishaji kwa ajili ya wimbo huo, na baada ya wimbo huo tutapata ombi toka kwa Mr. Mngumi, na baada ya ombi toka kwa Mr. Mngumi, moja kwa moja Mrs. Joyce Nikanori atakuja kwa wimbo, na baada ya wimbo huo sauti tutakaoisikia si nyingine bali ni sauti ya mchungaji Semba. Tangazo la muhimu na la kuzingatia kwa ajili ya ibada ya kesho. Kesho tujitahidi kuwahi sana. Tutakuwa na program na ibada makini kabisa ya shule ya Sabato. Tutakuwa na ibada zetu mbili kama kawaida, ibada ya Kiingereza na ibada ya Kiswahili, na ibada hizi zote zitahudumiwa na mchungaji Paul Semba. Tuweze kuwa mawakili wazuri wa muda, kwa maana ni juma la uwakili, na vile vile kutunza muda ni sehemu ya uwakili. Lakini kutakuwa na program maalum ya maombi na programu ya ushuhuda. Tujipange kwa ajili ya programu hiyo, na kama una shuhuda au una jambo lolote la kumshukuru Mungu kwa ajili ya juma hili, unaona na viongozi wa idara ya uwakili, mzee wa idara ya uwakili, mzee Elda Manento, unaweza ukawave kwa watu ambao, lakini vile vile mama Kamzora au msaidizi wake Mr. Mngumi. Karibu kwa wimbo, na baada ya wimbo ombi, na baada ya ombi tutapata wimbo, na baada ya hapo tutakuwa tunaingia katika somo kuu la leo. Uwe Mwokozi
ungetaka raha katika ufalme wake, ungeshinda kwa majaribu yote, ungefanya kazi yake vizuri sana, awe Mwokozi wako. Uwezo wake unakutosha, na damu yake itakusafi, kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Je, unataka kuitika anapokuita, kupata amani kwa kumpa vyote? Basi kubali afanye mapenzi yake na wewe. Tupige magoti tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tuna kila sababu tena ya kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika juma zima hili la uwakili, tangu tulipoanza siku ile ya Jumamosi na mpaka leo hii ambapo tuko katika kipindi cha kuweza kufungua tena Sabato. Umetembea pamoja nasi, jina lako litukuzwe. Asante kwa yale ambayo umejifunua kwetu kupitia kwa mtumishi wako Mchungaji Paul Semba. Yapo mengi ambayo tumejifunza katika juma hili. Tumeuona mkono wako, lakini tumeona jinsi ambavyo umetukumbusha kwamba wewe ndiye mmiliki wa kila kitu na sisi na mawakili tu. Na kwa sababu hiyo Bwana, tunapoyatafakari hayo, tunajikabidhi mikononi mwako. Roho yako mwema aweze kuongea na kila mmoja wetu. Ikiwa tutasahau yote ambayo tumejifunza katika juma hili, lakini tukumbuke kwamba vyote tulivyo navyo, vyote ambavyo umetupatia, vyote ni vya kwako. Umetuweka kuwa mawakili kwa ajili ya mali zako. Na kwa sababu hiyo Bwana, unachohitaji kwetu ni shukurani tu. Tusaidie, Roho aweze kutusaidia Bwana, tuweze kuwa mawakili wema. Jioni hii tunakuja mbele zako kama tulivyo. Ninakusihi Yesu, wale ambao wanafuatilia kwenye mitandao na tulioko hapa na wengine ambao inawezekana wako njiani kuja kuungana nasi, Bwana wabariki, wape amani, waongoze, walinde, watunze na wafikishe salama, ili tuweze kusikia ukinena kupitia mtumishi wako. Lakini inawezekana Bwana tumekuja wengine tukiwa na madhaifu ya magonjwa na shida mbalimbali. Kakutane na kila mmoja wetu katika shida yake. Hebu mtembelee na mguse. Ikiwa ni magonjwa, kaguse magonjwa yale. Ikiwa ni shida mbalimbali katika nyumba, ikiwa ni ajira, chochote kile ambacho watu wako watakuwa wakikuomba, Bwana ukasikie kutoka mbinguni na akajibu sawa na mapenzi yako. Asante kwa sababu jioni hii tena mtumishi wako Paul Semba atasimama kwa ajili ya kunena pamoja nasi. Tufanye tusikie ukiongea kupitia kwake, na yale ambayo atatufundisha tusikie tukijua kwamba yanatoka kwako, na tusisikie tu lakini tukayaishi. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Ni ombi letu katika Kristo Bwana wetu. Amina. Nimkaribishe na Joyce kwa ajili ya wimbo wa kumkaribisha mchungaji. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tushirikiane, tutaimba wimbo namba 192, Mwamba wenye imara. Mwamba wenye imara, wako nitajificha, maji hayo na
kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitubu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafuna ja nioshe nisijafaa. Nikungojapo chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kukuona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Amen. Hamjambo. Hii ni jioni na Sabato haiko mbali. Inaashiria kuingia siku ya raha na furaha. Inapoelekea pia kilele cha juma hili la uwakili inayotufundisha uaminifu. Ndilo neno kuu ambalo Mungu ametuita, na yeye aliyetuita ni mwamba imara. Kwake tunaweza kujificha. Tumeshirikiana na huyu dada kuimba huo wimbo, mwamba wenye imara, kwake nitajificha. Leo ni siku ya 6 na ikiwa ni jioni, inakaribia kuingia jioni, lakini ni somo la 7 kwa sababu tulianza Sabato, na somo ambalo linasema maisha ya mafanikio. Maisha ya mafanikio. Leo tuna somo linalosema kuza misuli yako na tabia yako. Kwa hivyo kunahitajika kukuza misuli.
Somo hili lina maeneo matatu. Eneo la kwanza tutaona kinachotupatia viashiria kwamba Daudi hiki alichokutana nacho katika bonde la Ela kupambana na Goliath haikuwa dharura. Alikuwa ameshakuza msuli. Hakujua tu changamoto gani itakuwa mbele yake nyingine, ila alikuwa amekwisha kuza misuli. Kwa tutasoma, tataja tu aya chache na wewe utaandika, lakini nitarejelea maneno ndani ya aya hizo. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Ya pili, tutarudi tuone alikuza hiyo misuli wapi. Alafu sehemu ya tatu, nini jumla ya yote hayo kwako na kwangu. Tuombe. Sante Mungu wetu kutukarimu jioni hii, ukanene nasi tena. Roho wako na mwalimu wa kila mmoja wetu akatusikizishe sauti yako na kutujalia kukuitikia, katika jina la Yesu Kristo, amina. Samueli ya kwanza sura ya 17 inataja ile aya ya 17 na 18. Wakati baba yake anamtuma, alimwambia chukua nafaka, chukua mikate, chukua jibini, peleka kwa mkuu wa kikosi ambacho kaka zako ni askari. Halafu na hii pia peleka kwa kaka zako, uangalie hali walio nayo, uje uniletee habari. Sasa unajua, ukienda haraka unaweza usielewe. Juzi ile tuliweza kuona ya kwamba kutoka Bethlehem mpaka lile bonde la Ela ilikuwa ni kilomita 24, sawa na maili 15. Sasa hii tunataka uone tu ya kwamba misuli ya kimwili ya Daudi haikuwa legelege. Sikiliza vizuri, kwa sababu ukibadilisha kile alichopewa, alichotumwa abebe apeleke, ilikuwa kina range ukubwa, uzito kuanzia kilo 13 mpaka kilo 18. Hiyo unayosoma pale kwenye hiyo aya 17 na 18 ya Samueli ya kwanza sura ya 17. Kwa hiyo angelikuwa ni legelege, uende kilomita 24 na umebeba mzigo wa kilo kati ya 13 mpaka kilo 18. Hiyo inakueleza huyu Daudi alikuwa kimwili yuko na afya. Aya nyingine inayotueleza akili yake pia haikuwa iliyobweteka ni aya ya 48. Wakati anakwenda kupambana na Goliath, kuna maneno yameunganishwa kwa Kiswahili pale, wanasema akapiga mbio, akakimbilia kumkabili Goliath. Sasa yale maneno ukiona pale, anapiga mbio, akamkimbilia aende kwa Goliath, unaweza usione ni nini, kwa sababu kuna kule kukimbia to run, alafu na hii kupiga mbio to hasten. Kupiga kurani iko kwenye upande wa mwili unaofanya kazi, lakini ile kupiga mbio inazungumzia ushapu wa mind yake. Na unajua wakati huo lile neno linazungumzia akili yake, alifanya timing na ile calculation za alipo Goliath na anapo hapa. Alifanya kikokotoo kwenye mind yake kukabili yule adui, na mwili ukajoin, ukaunga mkono, anakimbia kwenda kwa Goliath. Inaelezea misuli wa akili yake ulishakuzwa, alijua timing, swiftness yake na ile sharpness of the mind. Ndio neno linalozungumza pale. Tatu,
ambayo inaelezea alikuwa pia sio tu msuli wa mwili, msuli wa akili, ila alikuwa ameshakuza msuli wa kiroho. Unaipata wapi pale? Ndio ile unaporudi kwenye ile aya ya 37 anapomwambia Sauli ya kwamba Mungu aliye, ile aya 37, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Ile kauli Sauli akaitikia, akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Huu ni msuli wa kiroho. Upi? Unajua pale juu ukienda unaweza ukafikiri, maana Daudi alianza akasema hivi, nilipokuwa nachunga alitokea simba na nikampokonya, akitokea dubu ninafanya hivyo hivyo. Kuanzia ile 34 aya. Sasa ukienda haraka unadhani Daudi anasema hivi, nina misuri ya mikono yangu, najua naweza nikapambana nikaua simba nikaua dubu. Sicho alichokuwa anamaanisha. Angalia anachosema hapa, anasema Mungu aliyeniokoa na wale simba na wale dubu, ndio huyo Mungu ninayemtegemea aniokoe na huyu Goliath. Kwa hiyo alikuwa amekuza physical fitness yake, mwili wake ulikuwa sio legelege. Mbili, akili yake ilikuwa very sharp, inajua kufanya maamuzi wakati sahihi na maamuzi ya aina gani. Lakini pia roho yake, uhusiano wake na Mungu ndio anaotaja kwa Sauli. Anachosema hapa ni Mungu aliyenifanyia kile, sio msuli wa kimwili. Sasa ndipo inakuja kuza misuli yako kimwili, kiakili na kiroho. Sasa alifanyaje Daudi? Maana sio kitu cha dharura tu, Goliath huyu hapa tayari, halafu nafanya maamuzi hapa hapa. Hapana, kuna mazingira ya usuri, historical background nyuma yake, kuna amekuza hali hiyo nyuma. Sasa alifanyaje? Nikurudishe kwa sababu anatajwa kama mchungaji wa kondoo, na hapa nitakupitisha maeneo matatu. La kwanza ni maeneo ya jiografia ya Israeli. Nasikiza vizuri, maeneo ya jiografia ya Israeli ni jambo la kwanza. Kuna nini hapo? Ile tunasema landscape of old Israel, ile mazingira ya jiografia ya ile ardhi ambayo Daudi ndiye alikuwa mchungi wa kondoo. Ina sifa tatu. Moja, sikiliza vizuri, moja ni maeneo ya nyika, ni vizuri ujue nyika. Mbili ni maeneo yenye miamba, rock areas. Na hii ni vizuri ufahamu kwamba ni maeneo yenye nyika, lakini pia ni maeneo yenye miamba. Na tatu ni maeneo yenye mabonde yaliyo makavu, dry valleys. Hiyo ni geographical challenges ambazo ndio alikuwa mazingira yake. Kwa lugha nyingine, sio mazingira rahisi. Ndio maana alikuza msuli wa kimwili, anaweza akafesi difficult situations, mwili wake na mazingira yale. Hiyo ni geographic challenges. Challenge na sehemu ya pili ambayo inaeleza pia ni ile tunayosema ni upande wa malisho pamoja na maji. Maeneo kama yale kupata malisho na maji. Ndio maana unaona historia inaelezea kuna wakati waligombania visima vya maji, kuna nini. Unaweza hivi, mbona ilikuwa namna ile? Kwa sababu hakuwepo na maji kwenye bomba, hakuwepo na nini. Kisima ilikuwa sio kitu cha kawaida kwa sababu ya hiyo landscape ya Israeli. Kwa hiyo maji pia ili uyapate kwa ajili ya mifugo, halafu na malisho, pasture and water, ilikuwa sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo na maana lazima utasafiri na mifugo uende kule uweze kupata maji, lakini na majani au malisho
ukiona Daudi anaimba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, kando ya maji. Yaani ukiona ana malisho na nini, usifikiri anazungumza. Haikuwa pia kitu rahisi tu eti unatoa mifugo, majani hayo hapo, maji hayo hapo. Ilikuwa kuna jasho. Vizuri ujue mazingira ya malisho na maji. 3, ilikuwa ni swala la hali ya hewa, weather conditions. Hali ya hewa hapa nitakueleza uweze kufahamu vizuri, hasa wakati wa sama Palestina, maeneo ya Mashariki ya Kati, ni mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, na hasa mwezi wa 7 na wa 8, summer season. Sasa ni vizuri ujue wakati huo kiwango cha joto kinazidi joto la mwili wa mwanadamu, Fahrenheit 100 ama centigrade Celsius, ambazo zinaenda kuanzia 38 point something, ambayo ni zaidi ya joto la mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo unachomaanisha ni nini? Pia walikuwa anachunga mazingira ya hali ya hewa isiyo rafiki, lakini pia kulikuwa kuna mabadiliko ya ghafla ya mafuriko kwa sababu ya aina ya ardhi. Kwa hiyo unaweza kukabiliana na tope, unakabiliana na maji. Lakini pia jambo la 3 ni habari zima ambayo unazungumzia kondoo, yaani kuwachunga kondoo pia nayo ni changamoto yenyewe. Kwa sababu ndio maana ilikuwa ni rahisi kupotea. Unakumbuka Yesu anasema nani akiwa na kondoo 100, mmoja akipotea anaweza akae tu, maana ana 99, ataacha aende kutafuta, kwa sababu kondoo wako walioweza kupotea. Kwa hiyo ukizungumzia mazingira hayo ya aina yote 3, unazungumzia geographical challenges, changamoto ya kijiografia, unazungumzia habari ya malisho na maji, unazungumzia hali ya hewa. Hivi vyote yalikuwa ndio maisha ya Daudi. Na wakati wa usiku baridi. 3 ndiyo hiyo unayoiona pale. Kwa hiyo usiku ni baridi. Wachungi wa zamani anachunga, anakaa porini muda. Ndio maana Yakobo aliwatuma Yusufu, nendo waangalie ndugu zako wanaendeleaje, kwa sababu akipeleka mifugo sio kwamba anarudisha jioni, anaenda na anakaa muda huko, wanakaa huko muda, halafu wanarudi. Kwa hiyo mvua ni ya kwao, jua ni la kwao, joto ni la kwao, baridi ni ya kwao. Wakati wa mvua tope ni ya kwao. Ndio ulikuwa uchungaji ule. Ndio maana unaona hata Yesu wakati anazaliwa, wachungaji waliokuwa kondeni ni usiku, unajua. Lakini kwa nini wako nyumbani? Ilikuwa ndio aina ya uchungaji Mashariki ya Kati. Sasa huyu ndio kijana wa miaka 10 na kitu, na hayo ndio mazingira. Usisahau somo linasema kuza misuri. Kuza misuri. Eneo la 3, hayo yote yalimtaka mchungaji wa kondoo awajibike na nini? Mambo 3. Ukiangalia hali ya hewa, mazingira na hayo yote, kabla hujaingia hiyo, kwanza nikupeleke kwa hatari ya kondoo wenyewe. Hatari ya kondoo iliyokuwa inatishia kondoo, nimetaja tu moja, ile upande wa kupotea, sheep wandering, anaweza apotee. Lakini nyingine upande wa kondoo ni wa mimea yenye sumu ama wanyama wenye sumu kama nyoka. Ilikuwa ni tishio kwa mifugo kama kondoo. Iko mimea iliyokuwa na sumu Mashariki ya Kati, na inabidi mchungaji awe makini ni aina gani ya mimea, wasije wakala na ikaathiri wakawa na shida ya kuugua. Lakini jambo jingine ilikuwa ni swala zima ambalo tunasema ni predators, wanyama wanaokula nyama. Ndio maana alitaja, alimwambia Sauli, niliwahi kuua simba, nimeua dubu. Au ni predators, wanyama wanaorarua, wanawinda wale nyama. Hatari nyingine kwa inatishia kondoo ni wezi na wanyang'anyi. Wezi ni wale ambao pengine umekaa unashangaa mnyama amepungua, maana hukuona alivyokuja kuchukua. Lakini wanyang'anyi wanakuja kwa silaha.
Ndio maana ni wezi na wanyang'anyi. Na unakumbuka Yesu anasema mimi ndio mlango wa kondoo, yule aliyepita kabla huyo ni mwizi, ni mnyang'anyi. Na sikiliza, yani Yesu anazungumza vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika kwenye jamii husika wakati anafundisha. Kwa hiyo ilikuwa ni hatari. Kwa hiyo yeyote aliyekuwa ni mchungaji alipaswa wajibike maeneo matatu. La kwanza, ili aweze kuwajibika, alikuwa ni anayekesha na anayelinda, vigilance and protection. Hilo lilikuwa ni la kubwa kabisa. Anakesha na analinda, watchfulness. Lazima awe muda wote yuko macho kuangalia ili kondoo asipate shida. Anakesha na analinda, vigilance and protection. La pili, huyu anayechunga lazima awe na sifa nyingine ya muhimu sana. Lazima awe anaongoza na anajali, leadership and care. Na ndio maana unaona Daudi anasema fimbo yako na gongo lako vyanifariji, kwa sababu anazungumzia utunzaji na uongozi. Na hiki ndicho anachosema hapo kwenye wimbo anapoimba ule. Ni kitu ambacho ndio role yake, ndio majukumu yake. Kwa hiyo anayaelezea tu upande wa Bwana. Hivyo ndicho anachokieleza. Kwa hiyo hiyo ni wajibu wake wa pili. Upi? Anaongoza na anafanya jambo kubwa la kutunza, la kujali, leadership and care. La tatu ilikuwa ni skillful, mwenye ujuzi and courageous, jasiri. Kwa sababu huwezi unaona wanyama wanavamiwa na anatulia tu. Alikuwa mtu mwenye ujuzi, skillful. Ndio unaangalia akili yake inavyotenda kazi na akili, utumizi ya akili yake katika swala zima la ujasiri, skill and courage. Haya ndio kwa wajibu wa mchungi wa kondoo, na kumbe vilikuwa vinamwandaa kwa dhoruba wakati wa Goliath. Jumla ya yote hayo, Daudi anasema Mungu ndiye niliyemtegemea. Anachosema katika yote hayo, nilikuwa mwaminifu katikati ya changamoto za mazingira, hali ya hewa, hatari kwa mifugo, na nilifanya kila kilichowezekana ili kondoo wasiathirike kwa magonjwa, kwa sumu, kwa wanyama wakali, kwa wezi, kwa hali yoyote ile. Bado wale washibe, wanywe maji, wakate kiu, wawe salama. Hivyo ndivyo alivyomtegemea Mungu wake na alivyowajibika kwa uaminifu. Kwa hiyo ni nini kinachosemwa? Daudi hakuja tu kwenye jukwaa siku ile kama ambaye hakuwa lolote. Ndio maana kwenye sura ya 16 ya Samueli ya kwanza aya ya 18 ilisema, nimemwona Daudi mtaalamu wa kupiga kinanda, mjuzi, ambaye ni shujaa wa vita. Yule mtu alimtaja kabisa, yule aliyekuwa askari wa Sauli, taja kabisa pale ikulu, huyo ni shujaa wa vita, lakini kijana wa miaka 10 na kitu. Hayo ndiyo maisha aliyokulia Daudi. Kimwili alikuwa very strong, mwenye imara. Mazingira ndio yaliyomdrili, ndio yaliyomtengeneza. Akili yake ilikuwa imara, angavu, kwa sababu ya aina ya mazingira aliyokulia akifanyia kazi zake. Lakini pia kiroho alikuwa amemshikilia Mungu wa Israeli. Kwa hivyo ndivyo alivyokuza msuri. Anaweza akabeba kilo 18, kilomita 24. Hata baba alijua anaweza, na ana miaka 10 na kitu. Lakini pili, unaweza ukamuona ya kwamba akili yake inaweza kufanya ikokotoaji kutoka hatua aliyokuwepo kumfikia Goliath, ile speed aliyoenda nayo, mahesabu yake aliyofanya kichwani na namna alivyoachia ile kombeo. Unaona swiftness of his mind, msuli yake ina perform mambo aliyokuwa akifanya akiwa mchungi. Lakini pia Mungu aliyenitunza, aliyeniokoa, alikuwa tegemezi kwa Mungu wake. Nini
Jambo la mwisho na la tatu, inatuambia jumla ya nini sisi. Hapa nitataka tusome wote. Fungua Luka 16. Tasoma mstari wa 10, 11 na 12. Kuza msuli ni nini kinachosemwa kwa maisha ya Daudi? Yaani ile jumla ya yote ni nini? Katika aya 10 Biblia inaeleza, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu, tuko bado kwa mstari wa 10, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Aya 11, basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? 12, na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Sasa hii baadhi ya wasomaji wa Luka sura ya 16 wao wanasoma aya ya kwanza mpaka aya ya 7, ambaye mtu mmoja alikuwa na wakili, alafu habari zikamfikia, huyu sio wakili mwaminifu, anafuja mali ya bwana wake. Bwana wake akamwambia, njoo, maana utatoa hesabu juu ya wakili wako. Alafu sikiliza Yesu alivyosema. Yule mtu akajua, hapa nimefukuzwa kazi, sasa nitafanyaje? Kulima siwezi, kuomba naona haya, sasa nafanyaje nitakapofukuzwa? Akasema, nimepata akili. Akaita wadaiwa wote waliokuwa wanadaiwa na bwana wake. Wewe unadaiwa ngapi? Nadaiwa 100. Haya, chukua hii hati, andika deni lako ni 50. Wewe unadaiwa ngapi? Nadaiwa 100. Andika 50. Yaani wale wote waliokuwa wanadaiwa akawapunguzia madeni ili atakapofukuzwa wamkaribishe. Halafu akasema, unajua wana wa dunia hii wana akili, unajua. Halafu akasema, na ninyi tumieni hiyo mali ya udhalimu ili muje mkaribishwe katika ufalme wa mbinguni. Sasa mara nyingine wanaumia, maana watu wanamfananisha huyu mwenye mali, wanamfananisha kwamba ni Mungu. Sikiliza vizuri hapa. Halafu anasema yule wakili asiye mwaminifu, anasema hao ndio sisi. Nenda pole unapotafsiri Jesus parables. Kwa sababu ukienda ile aya 8, angalau tungekuwa tunasoma yote, basi kidogo usome yote uweze kuelewa. Hebu msomaji fungua tu hapo Luka 16 aya 8. Angalau inaweza ikakufungua tu akili ujue ni nini Yesu anasema. Angalia aya 8 inavyosema. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu. Unataka kuniambia Mungu leo Yesu anasifia udhalimu kweli? Yaani tufanye udhalimu? Sikiliza. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu. Unaposema yule mwenye mali ni Mungu, kwamba leo siku hizi Mungu anasifia udhalimu? Sikiliza, kwa vile alivyotenda kwa busara. Umetumia neno busara, lakini angalau Waingereza wameliweka vizuri, wanatumia neno shrewd. Shrewd ni kama ile cunning, kama ambao unasikia nyoka alikuwa mwerevu. Sio werevu katika zuri, werevu katika uovu. To be shrewd maana yake ni mbinu ovu. Sasa anasema, ingawa hapa Kiswahili imetafsiri tu kama neno busara, alivyotenda kwa busara, alitenda kwa ujanja mbaya. Maana anamwibia bwana wake, anafanya relationship na wadaiwa wa bwana wake kwa kumuhujumu bado mwenye mali. Sikiliza anavyoeleza. Kwa kuwa, sikiliza hii aya anayozungumza, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Yaani anachoeleza, wale ni wana wa ulimwengu. Kwa hiyo hazungumzii wa Kristo hata kidogo. Ni wana wa ulimwengu, wana mbinu za giza na ujanja. Lakini kwa nini wanafanya hivyo? Ili wapate uhusiano watakapoachishwa kazini, wawe na mahusiano, wakaribishwe na wao waliokuwa wanadaiwa. Kwa hivyo apate hasara mwenye mali, ila nijenge uhusiano na hao watu waliokuwa wanadaiwa nitakapofukuzwa.
nini Yesu anachokazia? Sio udhalimu, sio ujanja wa yule. Anachokazia ni uhusiano, na hajasema mwenye mali ni Mungu, wala hasemi yule wakili asiye mwaminifu ni sisi. Never. Yesu amesema wale ni wana wa ulimwengu, na akasema kwao waliokuwa anawasimulia wana wa nuru. Kwa hiyo ni kitu tofauti kabisa. Kwa hiyo ni nini anachokieleza hapa Yesu? Anachofundisha hapa ni swala la uaminifu. La kwanza, uaminifu upi? Unaoweka maisha uliopewa katika kuweka uhusiano. Angalia vizuri, uaminifu unaotumika kuweka uhusiano. Hebu nikurudishe kidogo kuanzia mstari wa 10 Luka 16 uweze kuona. Nikurudishe nyuma kidogo. Hebu fungua tena hapo Luka sura ya 16 ile aya ya 10, alafu tuingie uone, umsikize vizuri Yesu anachozungumza hapa. Hebu soma. Hebu nataka nisome hapo Luka sura ya 16 aya ya 10. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Anachosema kwenye aya ya 10 ni kwamba uaminifu haupimwi kwa idadi ya kiasi gani niko nacho. Uaminifu sio nina vichache ama nina vingi, ila anasema uaminifu ni uaminifu tu. Ukiwa na kidogo, uaminifu utaonekana. Ukiwa na vingi, uaminifu utaonekana. Mbingu hazizungumuzi tunavyo vingapi, ila mbingu zinazungumza hivi: ni mwaminifu kwa shilingi 100, kwa milioni 1, kwa laki 1. Yani anachozungumza ni faithfulness. Na akasema hivi, mtu asijiroge akadhani unajua niko navyo vichache, nikipata vingi nitakuwa mwaminifu. Yesu asema hakuna aliye dhalimu kwa vichache, huyo atakuwa dhalimu kwa vingi, kwa sababu ni swala la tabia. Sio nina vichache, mahitaji yangu ni mengi. Unajua Mungu naye anaelewa. Hakuna faithfulness katika kukuza msuri. Msuri unakuzwa kuanzia huu mwanzo mdogo, ukiwa mkubwa unakuwa mwaminifu. Daudi alikuza msuri akiwa kule mazingira akakuza msuri mpaka anapokutana na simba na dubu, msuri unakuwa. Alipokutana na challenge kubwa ya Goliath, alibaki bado kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Usiote ndoto siku ukipata mshahara mkubwa ndipo utaanza kuwa mwaminifu kwa kila pato. Umejidanganya. Faithfulness haina wingi wala hauna vichache. Sikiliza aya ya 11. Angalia aya ya 11. Luka hiyo 16. Aya ya 11 inasema, basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Amana maana yake ni trusted. Who will be entrusted? Nani atawaamini ninyi? Kwa sababu neno lile pisteuo. Kama hamwezi kuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, yani ikiwa ninyi hii mali ambayo Mungu anawapa, hii kidogo 1, 2, 3 anayewapa hii mali, ikiwa hamwezi kutumia mali hiyo kuweka uhusiano wenu na mbingu na wanadamu, nani atakaye waamini? Kwa sababu ishu ni nini? Hatuaminiki. Na kama hatuaminiki kwenye hii mali ya kawaida hii, nani atawaamini uzima wa milele ikiwa huu uzima wa sasa hatuaminiki? Kama nitaimba natamani niende mbinguni, Yesu anasema wewe, huu uzima wa miaka michache niliyokupa wewe sio mwaminifu. Unaimba wimbo wa uzima usio na mwisho. Kwa sababu eternal life, uzima wa milele, manake hapa tuzungumzii kukoma kuishi. Tutaishi milele kama muumbaji wetu anavyoishi milele. Sasa kama hii maisha ya kitambo ambayo yanatualati leo, yanatupitia king'ora, yanatupigia king'ora, kama hatuwezi kustuka tukawa waaminifu, tunaota ndoto za wapi za kwenda uzima wa milele ambao ni maisha yasio na mwisho?
how can we, ndio anayoeleza, ninyi ambao hamwezi kuwa waaminifu katika hii mali ya udhalimu, muna expect nini? Nani atawaamini kuwapa mbingu? Nani atawaamini kuwapa uzima wa milele? Ikiwa uzima tu unaopita hamuaminiki, nani atawapa uzima usio na mwisho? Angalia aya ya 12. Angalia aya ya 12, Luka 16. Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, yani ikiwa ninyi kwenye uwakili wenu hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Nani atawapa? Yani ninyi kwa mali ya mtu mwingine hamwezi kuwa waaminifu, halafu ile ambayo Yesu amekuja awape uzima wa milele hamwezi. Nani atawapa? Nani atafanya? Kuza msuri ndio neno kubwa jioni ya leo. Faithfulness kama wakili ni swala la uaminifu. Uaminifu haupimwi nimeajiriwa ama sijaajiriwa, ninapata faida kubwa ama ya kwangu faida yangu ni kidogo. Haipimwi kwamba uchumi wangu saizi ni umetanuka ama ni wa kawaida. Uaminifu ni uaminifu tu. Na amezungumza lugha ngumu wakati anazungumzia juu ya wale waliopewa talanta 10, 5, 1. Kwenye ile Mathayo 20:25 aya 21, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache. Anachosema Yesu ni hivi, haya tulio nayo sasa hivi hapa duniani aliyotupatia hizo talanta, mali na nini, mbona ni vichache na vinatubabaisha, tunashindwa kuwa waaminifu? Yote tulio nayo hata tungelipewa dunia hii kulingana na mbingu ni machache. Na kinachotakiwa tu ni uaminifu. Nimekupatia 5, umekuwa mwaminifu. Nimekupatia 10, hizo 10 wewe unaona zio nyingi, asema hamna, hizo ni chache. Umekuwa mwaminifu kwa hizo, sasa ninakuweka kwa mengi. Akizungumzia life eternal, maisha ya milele ndio vingi. Lakini ukienda kwenye Luka 19 amebadilisha lugha. Kwenye ile aya ya 17 akasema ulikuwa mwaminifu kwa neno dogo, nasa unawekwa kwa mengi. Kisha akagongomelea msumari ile aya ya 27, Luka 19. Sikiliza vizuri aya ya 27. Nenda aya 27 niisome hiyo sura peke yake, hiyo aya peke yake. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa mwachinje mbele yangu. Unajua nazungumzia habari ya talanta. Wale wanaofukia wamekataa asiwatawale. Sikiliza, mwenye talanta hapa amezungumza kitu cha ajabu. Si wamekataa ni siwatawale, kumbe wakikataa kuwa waaminifu, wamekataa kuwa chini ya utawala wangu. Siku nikija watachinjwa mbele zangu. Ni kauli ngumu sana. Kwa hivi vichache visitubabaishe, lakini tukiona vinaweza kutuzuia tusiaminiwe kupewa uzima wa milele, tutachinjwa mbele zake. Mungu aturehemu, tujalie kuwa waaminifu, kuza msuri wa uaminifu kwa hali zote, kwa wakati wote. Hakuna kitu kingine, kila siku mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili. Ikiwa ni shauku yako jioni ya leo, hiyo ndio ilikuwa siri ya Daudi na ndio itakuwa siri yetu, uaminifu. Kama ni shauku yako, nyosha mkono pale ulipo. Nyosha mkono pale ulipo. Baba yetu wa mbinguni, hii ndiyo siri ya kukuza msuri wa uaminifu. Tumenyosha mikono yetu, utusamehe katika udanganyifu wa kudhani tukiwa na vingi tutakuwa waaminifu. Kumbe uaminifu ni katika vichache
na katika wingi ndani ya vichache kwa dunia hii, maana vingi ni mpaka utakapokuja. Tusamehe Mungu wetu na utujalie sisi na wanaosikiliza kutokea mbali, kwa sababu tusipokuwa waaminifu, nani atakaye tuamini kwa mali iliyobaki ya milele? Tujalie Mungu wetu, vinginevyo umesema kutokuwa waaminifu ni kutojisalimisha katika utawala wako, na hiyo siku watachinjwa mbele zako. Asante kwa kuwa bado tuna nafasi hii. Tubariki katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu atubariki. Kanisa, mnasemaje kwa somo la pekee hilo? Naamini wengi tumebarikiwa sana. Pastor Semba, Mungu akubariki sana kwa mafunuo haya ambayo tumeendelea kuyapata. Kama nilivyotangaza hapo awali kwamba kesho kutakuwa na program maalum ya maombi na program za shuhuda mbalimbali, na tutaanza ibada mapema sana. Kwa hiyo jitahidi kufika kwa wakati. Kutakuwa na ibada mbili, ibada ya Kiingereza na ibada ya Kiswahili, na zote zitaendeshwa na mchungaji Semba. Wakati mchungaji anaongea hapa, kuna kitu nikakikumbuka. Nafikiri Elda Manento kama sehemu ya ushuhuda ambao nikauona, na nafikiri hata kwa vijana ambao wako chuo. Wakati nikiwa chuo tulikuwa tunapenda kudanganyana kwamba kuna kitu kinaitwa boom. Wangapi wanafahamu boom? Nafikiri Elda Joshua unajua boom. Tukawa tunasema hili ni boom. Boom alitolewa zaka. Kwanza boom ni mkopo. Lakini baadaye nikasema hili boom ambao tunanunua TV, mbona tunanunua vitu vyetu binafsi? Yaani tukaanza kujiaminisha kwamba tutaanza kutoa zaka na sadaka tutakapopata kazi zetu, tutakapoajiriwa, tutakapopata kazi maalum. Lakini baadaye kakitu kakaniambia, huwa anapenda kushare na baadhi, nikawa naongea na mama yangu mzazi, nikamwambia hivi, hii habari ya kwani zaka na sadaka ni mshahara tu? Akasema hapana, ukishaanza hivyo maisha yako yote utashindwa kutoa zaka, kwa sababu kila siku utakuwa unaona hiki hakitoshi. Na mshukuru mpaka leo, huu ni ushuhuda, nimeanza kutoa ushuhuda mzee Manento, na mshukuru Mungu mpaka leo nilipovunja ile tabia, nafikiri ilinisaidia kuona kumbe there is no excuse. Kwenye kile kipato chochote unachokipata lazima uone kwamba Mungu ana sehemu yake, na imekuwa ni tabia. Mara nyingi kwenye promotion zetu hapa za MK na nini tunasema mimi na shilingi 5,000 tu, hii haitoshi, hii ni ndogo hii. Wale wanapata mamilioni ndio wanatakiwa kutoa. Uaminifu. Mungu atuponye. Pastor Semba, Mungu akubariki sana. Basi hapo ndio tumefika mwisho wa ibada yetu jioni ya leo, na naomba basi kinanda kitatusindikiza kwa wimbo kumtegemea Yesu. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa. Wakati kinanda kinaimba wimbo huu tutakuwa tunatawanyika. Mungu awabariki, amani ya Bwana inaende pamoja nanyi. Kesho asubuhi ambayo ni Sabato imeshaingia, tukutane hapa kanisani. Mungu atubariki sana.